Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, asema ushirikiano wa Tanzania na Japani umezidi kukua katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, asema anapanga kutembelea mji wa Goma unaodhibitiwa na waasi wa M23. Na katika michezo, klabu ya Simba ya ukosa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kutoka sare ya goli 1-1 katika mechi ya fainali ya pili iliyopigwa kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Naam, habari za jioni mtazamaji wetu popote pale ulipo. Karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo. Jina langu ni Margaret Itara na mkalimani wa lugha ya alama ni Tito Makombe. Tunaanza na habari za kitaifa. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema ushirikiano wa Tanzania na Japan umezidi kukua katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia, ambapo mauzo ya biashara kati ya nchi hizo mbili yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 7 mwaka 2023 hadi bilioni 37 kwa mwaka 2024. Tupate taarifa zaidi. Waziri Mkuu Majaliwa ameyasema hayo wakati alipomwakilisha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya siku ya Tanzania kwenye maonyesho ya kimataifa ya Osaka yanayoendelea nchini Japan. Amesema Wajapani wanapenda sana bidhaa kutoka Tanzania zikiwemo za kilimo kama chai, kahawa, ufuta, tumbaku, tingatinga, vinyago, katani, viungo kama karafuu pamoja na madini mbalimbali yanayopatikana nchini. Kwa na siku ya Tanzania, wananchi wengi wanapata nafasi ya kuja kwenye banda la Tanzania na kuona shughuli mbalimbali zinazoendeshwa nchini kwetu. Shughuli hizo ikiwemo na fursa zilizopo za kiuchumi, lakini yako mambo ya kisiasa, kitamaduni na aina zote ambazo zinafaa kuonyeshwa wageni mbalimbali wakitaka kuijua Tanzania. Waziri Mkuu Majaliwa ametumia fursa hiyo kuwakaribisha wawekezaji na wafanyabiashara wa Japan na duniani kote waje kuwekeza katika maeneo mbalimbali nchini yakiwemo ya elimu, afya, miundombinu, nishati, kilimo, utalii, kwani Tanzania imeweka mazingira mazuri ya uwekezaji na pia ina amani na utulivu. Tanzania na Japani ni nchi ambazo zimeanza ushirikiano kwa miaka mingi kutoka mwaka 1961. Na sisi Tanzania tumefungua ubalozi hapa. Na ndugu zetu wa Japani wamefungua ubalozi Tanzania. Ubalozi huu katika kipindi hiki tumepata uzoefu mkubwa sana. Tumeweza kuona mahusiano ya kidiplomasia, kisiasa lakini pia kiuchumi. Maonesho hayo yalianza tangu Aprili 13, 2025 na yanatarajia kumalizika Oktoba 13, 2025. Hii ni mara ya pili kwa Japani Osaka kuwa mwenyeji wa maonesho hayo ya kimataifa, ambapo mara ya mwisho yalifanyika 1970, Expo 1970. Aziza Bakari, Channel 10. Naam, shukrani sana Aziza Bakari kwa taarifa hiyo. Kule nyanda za juu kusini, kule Simiyu, wananchi wa kijiji cha Lulayu, kata ya Ikunguli ya Bashashi, wilayani Bariadi mkoani Simiyu, wamelalamikia ubovu wa miundombinu ya barabara, jambo ambalo limekuwa likisababisha wakina mama wengi kujifungulia nyumbani na kushindwa kufika katika hospitali ya mji wa Bariadi Somanda. Aidan Muhando anaarifu zaidi kutoka mkoani Simiyu. Wananchi hawa wanapaza sauti zao na kuiomba serikali kuwasaidia kurekebisha barabara ambazo zimekuwa kikwazo kikubwa kwao, kwani wamekuwa wakishindwa kutoka nje ya kijiji nyakati za mvua, sambamba na kukosa huduma za kijamii ikiwemo huduma za afya, hasa kwa kina mama wajawazito. Hata mgonjwa tunateseka kwa kufikisha hapo Bariadi shida, pale Diana shida, hata masaa 5 utafikisha. Changamoto ya barabara kwa kweli akina mama inatupa shida wakati wa kujifungua. Tunaposhindwa kujifungulia kwenye zahanati yetu ya hapa karibu, inatubidi tufikishe wilayani au mkoani. Barabara ni shida, tunapata tabu. Yaani kiasi kwamba hata kama kipindi cha masika wakina mama kama hawa wakipata labda
ajali au tatizo hata kwenda kujifungua, kumbeba kutoka hapa kumfikisha pale Diana unaweza tumia hata masaa 8. Kutokana na changamoto hiyo, mbunge wa jimbo la Bariadi Mhandisi Kundo Mathew anatoa neno la faraja kwa wakazi wa kijiji hicho mara baada ya kuwasiliana na mtendaji mkuu wa TARURA. Barabara hii ilikuwa imesahaulika kuwekwa kwenye mpango, japo tulikuwa tumeshawasilisha. Lakini bahati nzuri niliongea naye ndio mkuu wa TARURA mwenyewe. Ndugu zangu, mkandarasi nimeambiwa mpaka mwezi wa 8 atakuwa ameshapatikana. Nimeona kuna milioni 950 na ushe zimeletwa kwenye kata ya Gungu la Mashashi. Haijawahi kutokea katika kipindi chote cha awamu zote. Piga kelele kwa Mama Samia. Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Mhando kwa taarifa hiyo. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM umezindua kampeni maalum ya Kijani First Voters yenye lengo la kuhamasisha vijana ambao watapiga kura kwa mara ya kwanza kuchagua viongozi wa CCM. Roda Simba kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Akizindua kampeni hiyo, mwenyekiti wa UVCCM Taifa Mohamed Ali Kawaida amesema lengo la kampeni hiyo ni kuhakikisha CCM inapata kura za kishindo. Lengo la kampeni hii ni bado kuendelea kuwasisitiza vijana wote ambao wanakwenda kupiga kura mwaka huu 2025 kuhakikisha wanakwenda kuchagua rangi ya kijani. Na tumetumia rangi ya kijani ili iweze kubeba mantiki na dhima na dhamira ya viongozi wetu wote wanaokwenda kugombea katika mwaka huu 2025. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa UVCCM Rehema Sombi amesisitiza vijana kuendelea kulinda amani kwani ndio tunu ya taifa. Na itakapofika Oktoba mwaka huu, uchaguzi wa madiwani, wabunge na Mheshimiwa Rais ambao tumeshaamua sisi wajumbe wa mkutano mkuu kwa niaba yenu vijana wenzetu ambao hamshiriki mkutano huu kwamba chaguo letu ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Dodoma Abdullah Habib Mwanyemba pamoja na katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Jessica Mshama wakaelezea matarajio yao. Nimetia nia ya kwenda kugombea ubunge wa jimbo la Dodoma mjini kwa sababu ya kuwaonyesha vijana wangu mfano kwamba muda wa kubeba mabegi, muda wa kusindikiza sasa umekwisha. Tumeona kwamba ni vizuri kuja na kampeni ambayo itahusisha wale vijana ambao wanaenda sasa kupiga kura kwa mara ya kwanza. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Naam, shukrani sana Roda Simba kutoka Dodoma. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ametoa maagizo kwa Katibu Mkuu TAMISEMI pamoja na wakurugenzi wa halmashauri zote nchini kutoa kipaumbele kwa wafanyabiashara wadogo maarufu machinga wakati wanapojengewa masoko ya kimkakati ya kibiashara. Hamis Suleiman anaripoti. Nakuomba uhifadhi nchi yetu hii, lakini vile vile na umuhifadhi mama yetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Tunamuinua rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye Mungu ulimweka kwa ajili ya kuiongoza taifa hili. Basi Mungu tunaomba ukamlinde anapotoka na kuingia. Mchengelo ametoa maagizo hayo katika kongamano la machinga katika jiji la Dar es Salaam ambalo lengo lake ni kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na kuliombea taifa kuelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Maelekezo yangu kwa Katibu Mkuu, masoko yote ya kimkakati yanayojengwa nchini, waelekeze wakurugenzi wote wa halmashauri kuhakikisha kwamba wamachinga kote nchini wanapewa kipaumbele kufikiriwa katika maeneo ambako tunakwenda kujenga masoko ya kimkakati kabisa. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akizungumza katika kongamano hilo ambalo lilijumuisha viongozi wa machinga kutoka mikoa yote ya Tanzania bara amesema machinga na viongozi wao katika mkoa wa Dar es Salaam wameendelea kujitambua na kueleza kuwa serikali itaendelea kuwawekea mazingira mazuri ya kibiashara ili waweze kukua kibiashara. Machinga ni kundi maalum linalotakiwa liendelezwe kwa ajili ya kujenga uchumi wa baadaye. Na kama kuna kiongozi yoyote wa kisiasa atatumia faida ya kundi hili kwa kuwa na mitaji midogo
na kulifanya kama kundi maalum katika mitaji ya kisiasa, tutakuwa tumepoteza focus, kwa sababu wafanyabiashara wakubwa wa kesho wanaopaswa kulipa kodi kwa ajili ya taifa letu ni hawa hapa walioko leo. Na mikakati ilifanywa na Mama Samia ya wafanyabiashara na machinga, kwa kipindi kifupi kijacho, kila mtu atakuwa na amani ya kufanya kazi kwenye maeneo yake chini ya usimamizi wa mkuu wa mkoa, chini ya usimamizi wa DC, kuhakikisha kila mtu anarudi na mkate nyumbani. Lakini Mheshimiwa Rais tulimuomba pale, tulimueleza tunakosa fursa za mikopo, tukamueleza changamoto ambazo zipo kwenye mikopo ya halmashauri. Mheshimiwa Rais akatusikia, ametoa bilioni 18.5 kwa ajili ya kuwakopesha wamachinga hawa. Nani kama Mama Samia? Mama Samia oye! Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Naam, shukrani sana Hamis Suleiman kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sasa tuelekee kule visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi ametoa msaada wa chakula zaidi ya tani 4 kwa wananchi 188 waliopata maafa ya nyumba zao kuingia maji katika wilaya ya Micheweni. Msaada wa chakula kilichotolewa na Rais Mwinyi kinajumuisha mchele, sukari, mafuta pamoja na unga wa ngano. Tupate taarifa zaidi na mwanahabari wetu Masanja Mabula. Akikabidhi msaada huo kwa niaba ya Rais wa Zanzibar, Katibu wa idara ya siasa, uenezi na mafunzo CCM Zanzibar, Mbeto Hamisi Mbeto, amesema Rais Mwinyi ameguswa na maafa hayo na kuwataka wananchi kuwa wavumilivu na wastamilivu kwa mtihani uliowapata, na wajue serikali yao inafanya kinalowezekana kuondosha hali hiyo inawakabili kwa sasa. Pole sana. Nikupeni pole sana, na haya kalivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akitupangia jambo huwa anatupangia, tuwezi kulikwepa wala kulikiuka. Tushukuru Mungu na tuombe Mungu atujalie mvua zenye kheri na sisi zisiwe mvua zenye shari. Mapema mkuu wa mkoa Kaskazini Pemba Mheshimiwa Salama Mbarukwatibu amewasisitiza wananchi kuendelea kuitunza amani ya nchi. Kuna nyumba zilipata athari kubwa, ziko nyumba ambazo ziliingia maji kidogo, lakini ziko nyumba zilipata athari kubwa sana. Na hii ndio ile kupelekea kusema kwamba naomba twende Shumba. Lakini ndugu zangu, nataka niwape salamu za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Anawaomba sana na anawaelekeza tuendelee kuishi kwa amani. Neema Mwenyezi Mungu anakujalia akakupa, unatakiwa kushukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, nashukuru viongozi wote kutukarimu kwa hichi kidogo, wakajua kwamba kuna wananchi wao ambao kwamba wana maafa. Mpongeze Dr. Mwinyi kwa kutuangalia kwa jicho la huruma, na faraja yake pia tumepokea na uongozi wote kwa ujumla. Niseme ya kwamba Dr. Mwinyi hongera, na tuko nawe bega kwa bega. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Shukrani sana Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Kampuni ya ununuzi wa tumbaku nchini ya Alliance One imeendelea na zoezi lake la kuwazawadia pikipiki wakulima wake wanaoshinda katika bahati nasibu inayochezeshwa na kampuni hiyo kwa wakulima wanaokidhi vigezo katika soko la msimu huu. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Msemaji wa kampuni hiyo, wakili John Magoti, amesema katika msimu huu kampuni ya Alliance One imetoa pikipiki 60 zenye thamani ya shilingi milioni 168 kwa wakulima walioingia mkataba nao kutoka mikoa ya Kitumaku ya Kahama, Tabora, Sikonge, Urambo, Kaliua na Kasulu. Tunatoa zawadi ya pikipiki 60 zenye thamani ya milioni 168. Vyombo hivi tunavitoa kwa ajili ya kuwasaidia wakulima ambao wameweza kufuata kanuni bora za kilimo pamoja na kuwaisha tumbaku yao bora iliyofungwa vizuri sokoni. Akikabidhi pikipiki hizo kwa washindi, mbunge wa Ushetu, mdau mkubwa wa tumbaku kutoka Kahama, Emmanuel Charahani, ameipongeza kampuni ya Alliance One kwa kuendesha bahati nasibu hiyo ambayo imeleta hamasa kubwa kwa wakulima.
Waombe na makampuni mengine, fanyeni hivi, kwa sababu Alliance One sio kwamba ana fedha nyingi. Alliance One sio kwamba ndo ananunua tumbaku nyingi kuliko wote, na Alliance One sio kwamba yeye ana uwezo mkubwa mno kuliko makampuni yote. Amefanya hivi kama kutoa sadaka kwa wakulima wake. Kwa upande wao, baadhi ya wakulima waliozawadiwa pikipiki baada ya kuibuka washindi wamesema kitendo walichokifanya Alliance One kimeongeza ari ya kuzalisha zaidi tumbaku yenye ubora na kuiwahisha kwenye soko. Tumepata vizuri na washukuru sana. Na wasi wakulima wenzangu, kuanzia leo na kuendelea tupige kazi. Serikali ipo, kampuni ipo, mambo yatakwenda vizuri. Ninashukuru katika kipindi cha siku ya leo kutuzawadia pikipiki ambao nazungumza tunazo hizi hapa. Ni jambo la kushukuru kampuni ya Alliance One. Draw ya kwanza ilichezwa Mei 9, ya pili Mei 16 na draw ya tatu ilifanyika Mei 23 mwaka huu, ambapo jumla ya wakulima 35 kutoka mikoa ya Kitumaku, ya Kahama, Tabora, Sikonge, Urambo, Kaliua na Kasulu wameibuka washindi na kuzawadiwa pikipiki. Jumuiya ya watu wasioona Tanzania imeeleza kuridhishwa na mpango wa mafunzo ya ununuzi wa umma katika kundi la watu wenye ulemavu, kwa kuwa hatua hiyo itawawezesha kushiriki kikamilifu kwenye mchakato wa zabuni za serikali ili kuwainua kiuchumi na kuwaondoa kwenye utegemezi. Mwenyekiti wa jumuiya hiyo, Omar Itambu, ameeleza hayo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya ugawaji wa vifaa saidizi vya mafunzo kwa watu wasioona inayoandaliwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA, mafunzo yanayolenga kuwaelekeza jinsi ya kushiriki kwenye mchakato wa manunuzi ya serikali kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST. Sheria ya ununuzi wa umma inazitaka taasisi za serikali kutenga 30% ya zabuni kwa makundi maalum yakiwemo ya watu wenye ulemavu, vijana na wanawake. Hivyo mafunzo na vifaa hivyo ni muhimu katika kuwaelekeza namna ya kujiunga na mfumo wa NeST ili kupata zabuni hizo. Mgeni rasmi katika hafla hiyo, Katibu Tawala wa Mkoa wa Dar es Salaam Daktari Toba Nguvila amewahimiza wenye ulemavu kujisajili rasmi na kuunda vikundi ili wanufaike na fursa hizo, akiamini kuwa vifaa vilivyoletwa vitasaidia kuongeza uelewa kwa wengine. Nzuri ninyi mkawa mfano kwa wengine kwa mafunzo mliopewa na wataalamu hapa na kwa usimamizi wa bodi hii chini ya mama yangu huyu. Ninamuona mama ana upendo mkubwa sana kwenu. Ni wajibu wetu sasa kwenda kutekeleza yale ambayo tumepewa, tuyafanyie kazi, tuanze kunufaika. Mafunzo haya kwa kundi hili la watu wasioona kwa upande wa kanda ya Pwani limetugharimu takriban shilingi milioni 52. Na hii ilikuwa katika kutoa mafunzo pamoja na kuchapisha vifaa hivi saidizi, ikiwemo vitabu vya nukta nundu ambazo ni braille, vyote ambavyo tumegawa kwa washiriki wote waliohudhuria mafunzo haya ambao walikuwa takriban 250. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kulinda amani ya nchi na wananchi wake, na kwamba wale watakaojaribu kuleta ghasia na machafuko, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Fatma Hassan anaarifu zaidi. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Hamisi Hamza Chilo, amesema hayo jijini Dar es Salaam kwenye kongamano la usomaji wa Qur'ani tukufu kwa njia ya tajwidi lililoandaliwa na Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT. Amesisitiza kwamba Tanzania inaongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria na ina mipaka yake, hivyo haiko tayari kuruhusu watu kutoka taifa lolote kuja kuvuruga amani ya nchi. Yote atakayetaka kufanya ama atakayejaribu kutaka kuivunja na kuivuruga amani ya nchi hii kwa makusudi, aidha kwa sababu zake binafsi au kwa kisingizio cha demokrasia, hatuwezi kumstahimilia. Hatuwezi kukubali kukata mnazi kwa sababu ya kutaka kuhesabu makuti. Haiwezekani. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT, Sheikh Al-Hadi Musa Salum, amesema wameandaa kongamano hilo ili kuwaleta Waislamu pamoja na kuliombea taifa amani, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, ambapo ameomba Watanzania kuendelea kudumisha amani.
Kila ambaye anayejaribu kutaka kumwaga damu za Watanzania tunamweka katika himaya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nchi hii imeombewa na bila shaka dua za wazee wetu, dua za viongozi wetu wa dini kuiombea nchi hii zitamsibu na zitamfika kila adui. Jiji letu la Dar es Salaam liko salama. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa ni kuhakikishie tunapokwenda kwenye uchaguzi jiji hili litaendelea kuwa salama. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Naam, shukrani sana Fatma Hassan kwa taarifa hiyo. Kule Mara, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amewataka viongozi wa dini kuwasisitiza waumini wao kutunza amani iliyopo nchini, hususan kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu, ambapo amesema uchaguzi haupaswi kuwa chanzo cha kuhatarisha amani na machafuko, bali ni kipindi cha kushikamana pasipo kujali itikadi za kisiasa. Musa Makali anaarifu zaidi. Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ametoa kauli hiyo wakati akiwaongoza waumini wa kanisa la Anglican Diocese ya Mara katika harambee ya ukamilishaji wa ujenzi wa kanisa la Mtakatifu Petro Bunda mkoani Mara, ambapo amesema viongozi wa dini wana nafasi kubwa ya kuhakikisha amani ya taifa hili inaendelea kulindwa na kuwakemea wanaojaribu kuivuruga kwa namna moja ama nyingine. Ni kuwasihi tuhakikishe kuwa uchaguzi hauwi chanzo cha kufarakanisha Watanzania na kufarakanisha jamii zetu. Tuwakatae na kuwaepuka wale wote wanaotaka kutupeleka huko. Ukimwona mtu anahubiri machafuko, ujue huyu ana matatizo. Hatua nyingine, Daktari Kikwete amewasilisha mchango wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wa shilingi milioni 50 katika ujenzi wa kanisa hili. Na kwa shughuli hii maalum ameniambia niwaambie kwamba atachangia shilingi milioni 50. Katika harambee hiyo kiasi cha shilingi milioni 740 kinahitajika ili kukamilisha ujenzi wa kanisa hili. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Vasi Mtambi akizungumza wakati wa kumkaribisha Dr. Jakaya Mrisho Kikwete akasisitiza amani kuelekea uchaguzi mkuu. Ushiriki uchaguzi kwa hatua zote kwa amani kabisa bila shida yoyote. Na kisha changizo likafanyika na zaidi ya shilingi milioni 205 zinapatikana katika kuhakikisha nyumba hii ya Bwana inakamilika. Kutoka hapa wilayani Bunda mkoani Mara, jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel. Naam, shukrani sana Musa Makari kutoka Mara. Kule nyanda za juu kusini, mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Homera amewataka wananchi wa kijiji cha Matwiga wilaya ya Chunya mkoani Mbeya kuendelea kuiamini serikali ya awamu ya 6 kwa kuwa imedhamiria kuona wananchi wanaondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya. Taarifa ya Epimarcus ya Polinari inafafanua zaidi. Dr. Homera amesema hayo wakati wa ziara ya kutembelea miradi mbalimbali inayotekelezwa wilaya ya Chunya, na akiwa katika kituo cha afya Isangawana amesema kituo hicho kitakuwa msaada kutokana na kuwa karibu na wananchi, huku mbunge wa jimbo la Rupa Masache Kasaka akazungumzia umuhimu wa kituo hicho. Na sisi kwa kweli tumeridhika na mradi huu. Sijui kama wenzangu ambao niko nao, lakini wao kwa taarifa nilizonazo kwamba wanasema mambo sio mabaya, mambo ni mazuri. Kwanza juu wameweka bati la kijani. Tumeelewana jamani? Juu wameweka bati la kijani. Bati la ndugu yetu Noel Chwa. Hapo vingi sana. Alafu hapa chini kidogo wameweka dekoro inayofanana na njano kidogo. Maana yake wameenda kwa wananchi wa Chunya, hasa kata hii ya Matwiga. Jengo hili lilisimama kwa muda mrefu kwa juhudi mbalimbali, kuanzia viongozi wa kata, wilaya chini ya mheshimiwa mkuu wa wilaya, chini ya mkurugenzi, kwako wewe mwenyewe binafsi, na salamu zilimfikia Mheshimiwa Rais, aliweza kutupatia fedha. Leo tuna kazi inaendelea hapa. Kwa upande wake, mganga msaidizi wa kituo cha afya Isangawana Jessica Steven ametaja changamoto zinazowakabili katika kituo hicho, huku mwenyekiti wa kijiji cha Matwiga akaishukuru serikali kwa kusogeza huduma za matibabu karibu na wananchi. Ilitokea wakati wa utekelezaji wa mradi, kutokuwepo na bajeti ya ujenzi wa nyumba za watumishi, kutokuwepo na bajeti ya kukamilisha miundombinu ya jengo la maabara, jengo la hospitali, jengo la kufulia na kitolea taka. Na mpaka sasa hivi wana Matwiga kwa hili wanashukuru sana. Lakini sio haya, ni mengi ambayo yameweza kutendeka.
Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel. Naam, shukrani sana Epimax kwa taarifa hiyo. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amezindua mashindano ya uandishi wa insha na wazo bora la biashara kwa wanafunzi wa sekondari nchini yanayoratibiwa na benki ya NBC kwa ushirikiano na serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI. Tupate undani wa taarifa hii. Mashindano hayo ambayo yanatarajiwa kuwafikia zaidi ya wanafunzi milioni 1 wa shule za sekondari za umma na binafsi nchini yanalenga kuchochea fikra za ubunifu, utafiti na uthubutu miongoni mwa vijana, kuimarisha elimu ya fedha na ujasiriamali wa vitendo sambamba na kuweka msingi wa usimamizi bora wa rasilimali majumbani na mashuleni, huku yakitoa fursa kwa mshindi wa jumla kujishindia fedha taslim shilingi milioni 10. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Profesa Mkenda amesema mashindano hayo ni fursa kwa wanafunzi kote nchini katika kupima na kuthibitisha ubora wa mawazo masuala mbalimbali muhimu ikiwemo kiuchumi. Ni swala muhimu sana kwa ujumla wake wote la kuwavutia wanafunzi kuhakikisha kwamba pamoja na kusoma na kujifunza darasani, pamoja na kufanya mitihani, kushiriki katika masuala mengine ambayo yanaongeza utundu na ubunifu na kujipima, na kwa maana hiyo kujijenga vizuri zaidi. Mashindano haya yanatoa fursa kwa wanafunzi na wazazi kuweza kufungua account. Wakitoa maoni yao kuhusu mashindano hayo, Mwalimu Ivan Danda kutoka shule ya sekondari ya Makongo ya jijini Dar es Salaam na wanafunzi Prosper Clifford na Nora Mawala wamesema shindano hilo litawajengea wanafunzi misingi ya nidhamu ya kifedha, umuhimu wa kujiwekea akiba na kuwajengea ufahamu utakaowaongezea ushindani katika soko la biashara na ajira. Ni fursa nzuri sana kwa wanafunzi wote kutumia kile ambacho wamekuwa wakijifunza, kwa maana hata mtaala sasa wa elimu unasisitiza elimu ya biashara kwa wanafunzi wote. Kupitia essay writing ambayo inazungumzia masuala mazuri ya utumizi wa pesa na rasilimali zetu, itatusaidia katika kutengeneza rasilimali zetu. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10. Naam, shukrani sana Juma Mohamed. Kule Singida, naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Geoffrey Pinda amewataka wananchi kutatua migogoro ya ardhi katika maeneo yao kwa kufuata mipango ya matumizi bora ya ardhi ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na migogoro ya ardhi. Rafuru Kinara anaarifu zaidi. Katika jamii kumekuwa na migogoro ya ardhi katika maeneo mbalimbali inayosababishwa na matumizi ya ardhi isiyokuwa rasmi. Hapa katika kijiji cha Msungua wilayani Ikungi mkoani Singida kimefanikiwa kutekeleza mpango wa matumizi bora ya ardhi, mpango unaotarajiwa kupunguza migogoro ya ardhi. Mpango bora wa matumizi ya ardhi utanisaidia mimi kama mwananchi wa Msungua, kwanza kuepusha migogoro kati ya mkulima na mfugaji au jirani na jirani. Mpango huu utatusaidia sana, tutaishi kwa raha, tutaishi kwa amani, kwa sababu kila mmoja atasimamia kipande chake cha ardhi. Kesi nyingi zilikuwa ni mambo ya migogoro ya ardhi na mambo ya mipaka, lakini mpango huu umekuja kuleta suluhisho. Hakutakuwa tena zile kesi na ile migogoro haitakuwepo tena. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii ikiwa imeambatana na naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Geoffrey Pinda inafika katika kijiji hicho, na hapa naibu waziri akatoa wito kwa wananchi kutatua migogoro ya ardhi katika maeneo yao. Kwa hiyo panapotokea matatizo ya ardhi, wito wangu, punguzeni migogoro. Sisi huku tunapewa tu akili za ziada kuja kusema tuweke mipango, lakini kama tumeamua kwamba hapa ni sehemu ya kuzikana, basi tupatunze. Ikitukuta hatuna mpango, maana yake tunakwenda kukatana visu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, Ardhi, Maliasili na Utalii, Timotheo Mzava, naye akatoa msisitizo kwa wananchi kuhusu mpango huo wa matumizi bora ya ardhi. Pamoja na changamoto za kibajeti, ninajua hamshindwi. Fanyeni kile linalowezekana. Kazi hii kwa kijiji hiki ikamilike kwenye hatua zote, wananchi hawa wapate haki zao. Kutoka katika kijiji hiki cha Msungua wilayani Ikungi mkoani Singida, Rafuru Kinala, Channel 10. Naam, shukrani sana Rafuru kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ni kurejeshe tena kule nyanda za juu kusini ambapo wananchi wa kitongoji cha Kankosho, kata ya Ugala, halmashauri ya Nsimbo
wilaya ya Mpanda mkoani Katavi wanaiomba serikali kuwapatia maeneo zaidi ya hekari 700 kwa ajili ya kilimo kutokana na mlima uliopo kitongoji hicho kupasuka katikati na kukosa eneo kwa ajili ya kilimo. Mwanahabari wetu Pasco Emmanuel Katona anaarifu zaidi. Ngumza katika ziara iliyoandaliwa na mbunge wa jimbo la Nsimbo Ana Lupembe akiwa ameambatana na viongozi wa kanda ya Magharibi TFS wakitoa elimu juu ya uhifadhi wa mazingira. Diwani wa kata ya Ugala ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya Nsimbo na baadhi ya wananchi walikuwa na haya ya kueleza. Hapa tunazungumza hapa kiongozi. Mwanzo sisi viongozi wa eneo hili tulikubaliana walau tuwabane wananchi hawa pembezoni mwa huu mlima. Watakuwa wanalima humo, watakuwa wanapewa elimu na maafisa wa kilimo, watakuwa wanalima humo, watakuwa wanazalisha. Kilichotokea mvua za mwaka jana, huu mlima unaoona huu hapa wote umechanika katikati. Huku Kankosha maeneo hayatutoshi, na ukizingatia mlima kama ulivyozungumzwa na wakuu kwamba umepasuka na tunauheshimu, sasa hivi tumeshaanza kuogopa. Kamishna msaidizi mwandamizi na kamanda wa TFS kanda ya Magharibi amesema kuwa lengo la ziara hiyo ni kutoa elimu juu ya uhifadhi wa mazingira. Kuja maelekezo ya serikali kwamba kamati ya mawaziri nane ile ipite katika maeneo yote. Kuna mengine yameambiwa yatatolewa kwa wananchi na kuna mengine yameambiwa yatabaki kama yalivyo. Wananchi watafanya nini? Watatoka kupisha nini umuhimu wa maeneo hayo kwa ajili ya wananchi wote. Mbunge wa jimbo la Nsimbo Ana Lupembe amesema kuwa anawaomba wananchi kuendelea kuhifadhi mazingira na hapa anaeleza. Sasa ina maana midogo tuache, tutulie, tuendelee kufanya shughuli zetu, lakini ametuomba tusiende kuanza kufanya nini? Kufanya uharibifu sehemu nyingine. Tutulie hapa tulipo ili baka tufanikiwe. Hapo mnasemaje wazee wangu? Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pasco Emmanuel Katona wa Channel 10. Naam, shukrani sana Pasco kwa taarifa hiyo kutoka Katavi. Mtazamaji, tunaendelea kusalia huko nyanda za juu kusini ambapo Watanzania wametakiwa kuliombea taifa kuanzia ngazi ya familia ili kudumisha amani iliyopo na kuimarisha umoja hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa viongozi ambao utafanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Taarifa ya Rose Chapewa inafafanua hili zaidi. Tuombee sana hata Tanzania yetu kwa ajili ya uchaguzi. Amani ni kitu cha maana katika maisha yetu mazima. Kuanzia familia zetu mpaka serikalini, katika kazi zetu, mahali pote tunapokuwepo panahitaji amani. Tunaabudu kwa amani kwa sababu tuna viongozi ambao Mungu yamkini ametupa kuendelea kuilinda ile amani tulionayo. Niombe wananchi wote wa Tanzania wenzangu kubeba hili jambo la uchaguzi kwa kuliombea, lakini pia na kushiriki uchaguzi. Umoja na amani ni vipaumbele ambavyo vimezungumzwa na viongozi wa dini wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT usharika wa Ituha jijini Mbeya wakati wa ibada ya changizo la ujenzi wa kanisa hilo, huku waumini wa dini ya Kikristo wakitakiwa kujitolea zaidi. Huu ni wito wangu kwa watu wote kwamba tunapomtolea Mungu tunamtolea katika kujenga hazina zetu hata mbinguni. Wakristo wajitolee kutoa sadaka ili tuweze kujenga kanisa la Bwana liwe zuri. Kama vile nyumba zetu tunavyojenga nyumba nzuri, vile vile na kanisa la Mungu tujenge liwe zuri. Kwa Wakristo tumjengee Bwana hekalu lake. Ipo faida katika kufanya kazi ya Bwana. Hamasisha na wenzangu wa Kristo tuendelee kumjengea Bwana hekalu jema, nyumba nzuri ya Mungu ili tuweze kubarikiwa. Kutoka hapa katika kanisa la KKT usharika wa Ituha halmashauri ya jiji la Mbeya mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Naam, shukrani sana Rose Chapewa kutoka Mbeya. Mtazamaji, sasa ni habari za mataifa mbalimbali duniani na tutasalia hapa Afrika Mashariki. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amesema anapanga hivi karibuni kutembelea mji wa Goma unaodhibitiwa na waasi wa M23 unaoungwa mkono na Rwanda. Kabila aliitaja serikali ya sasa ya Kongo kuwa ni ya kidikteta baada ya bunge kumuondolea kinga na kufungua njia za kiongozi huyo
wa zamani aliye na miaka 53 kushitakiwa dhidi ya tuhuma za uhalifu wa kivita, uhaini na kushiriki katika harakati za uasi. Katika hotuba yake iliyopeperushwa moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii, Kabila aliyeiongoza Kongo kuanzia mwaka 2001 hadi 2019 amemlaumu rais wa sasa Felix Tshisekedi ambaye awali alidai Kabila anashirikiana na waasi wa M23. Kabila alisema kutokana na fununu za kwamba tayari ameutembelea mji wa Goma, serikali ya Kongo imechukua uamuzi wa kiholela wa kumwondolea kinga. Katika hotuba yake hiyo, Joseph Kabila alisema ni lazima udikteta ukomeshwe Kongo, akisisitiza kwamba demokrasia, hali nzuri ya uchumi na utawala unaowajali watu urejeshwe nchini humo. Kule Sudan, waziri wa afya wa Sudani, Haithman Mohamed Ibrahim, ametangaza kuwa wimbi kubwa la kipindupindu limeukumba mji mkuu wa Khartoum kiasi kwamba takriban kesi 2500 za ugonjwa huo zimeripotiwa katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja, yaani ndani ya mwezi huu wa Mei, tena mjini Khartoum pekee. Waziri Ibrahim amesema katika taarifa yake ya jana kwamba ongezeko la hivi karibuni zaidi ya ugonjwa wa kipindupindu ni kubwa mno kiasi kwamba kwa wiki kesi 600 hadi 700 za ugonjwa huo zinaripotiwa, na hivi sasa zimeshafikia kesi takriban 2500 katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja. Ameutaja mlipuko wa ugonjwa huo kuwa umetokana na hali chafu ya mazingira na upatikanaji mdogo wa maji safi ya kunywa kutokana na kuongezeka idadi ya watu wanaorejea kwenye jimbo la Khartoum baada ya jeshi la Sudani SAF kutangaza kukomboa kikamilifu mji huo mkuu. Jeshi la Sudani lilitangaza mapema mwezi huu kwamba limerejesha udhibiti wa Khartoum na kuwafurusha wapiganaji wa vikosi vya msaada wa haraka RSF. Amebainisha kuwa serikali ya jimbo la Khartoum, mashirika ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya mataifa yameanzisha vituo 8 vya matibabu ya kipindupindu katika jimbo zima la Khartoum. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kipindi cha pili cha taarifa hii ya habari. Jina langu ni Margaret Itala na mkarimani wa lugha ya alama ni Tito Makombi. Endelea kusalia nasi.